Karibu mtazamaji wangu kwa kipindi chetu cha Safari ya Matumaini katika Unabii. Hii ikiwa ni kipindi chetu ambacho kinaangazia suluhisho la dhambi iliyotolewa na Mungu kupitia kwa kufa kwa Kristo katika msalaba. Na tunapoanza kipindi hiki nataka nikukaribishe kwa ombi ndio tuweze kuendelea. Tuombe. Baba na Mungu aliye milele mbinguni, tunashukuru kwa nafasi ya kipekee tena pamoja na mtazamaji wangu huyu. Tunapoenda kuangazia mpango ya ukombozi ambao kupitia kwa damu ya Yesu Kristo Baba umetoa suluhisho la dhambi milele. Na asante sasa tunapoanza kipindi hiki tuweze kutuongezea hekima na maarifa na kufahamu na utuongoze na uongozi wa Roho Mtakatifu kutoka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki pamoja na mtazamaji wangu huyu tunapoendelea sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Mtazamaji wangu, nataka nikukaribisha katika kipindi chetu cha Safari ya Matumaini katika Unabii, ikiwa tunaangazia mpango wa Mungu wa suluhisho la dhambi ambao ilitolewa kupitia kwa kifo cha Yesu Kristo katika msalaba. Tumekuwa tukiingia kwa undani kabisa kuweza kujambua jinsi ambavyo Yesu Kristo alitoa uhai wake na jinsi ambavyo Kristo alipotoa uhai wake akawa amekufa kwa ajili ya kila mwanadamu katika sayari yetu. Hata wale walikufa mapema wote wamejumuishwa katika kifo cha Yesu Kristo, na wote damu ya Yesu Kristo inawatosha sisi wote. Kwa hivyo mtazamaji wangu, nataka nianzie leo hii baada tuliachia katika somo lililopita ambao tuliweza kuangazia Kristo akiwa amemaliza miaka yake 33 duniani. Sasa akawa anaondoka akielekea mbinguni, akienda kwa Baba yake. Yesu Kristo akawa sasa amemaliza kazi yake na mwanadamu ameokombolewa. Uwezo wa kukomboa mwanadamu imepatikana na Mungu ameshughulikia dhambi katika sayari yetu. Basi leo hii tunaangazia vile Kristo aliondoka akiwa na mitume wake baada ya Kristo kufufuka. Kumbuka mtazamaji wangu, baada ya Kristo kufufuka yeye aliweza kuonekana kwa siku 40 duniani. Ingawa katika siku ya kwanza alienda mbinguni, alienda asubuhi na jioni akarejea. Na kutoka siku hiyo akakaa siku 39 akiwa na mitume akiwafundisha na kuweza kuwatia moyo na kuambia kwamba kazi hii ya kuweza kujulisha wanadamu wote sasa kifo changu na damu yangu ambayo nimemwaga kwa ajili ya ukombozi wao iweze kwenda kutoka Yerusalemu iende Yudea pamoja na Samaria na ulimwengu yote. Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 fungu la 8 na fungu la 9 tutasoma, inasema hivi. Inasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuachia juu yenu Roho Mtakatifu, na nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi, yaani mwisho wa dunia. Fungu la 9 inasema akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Kristo alionekana akipaa akielekea mbinguni. Katika picha ambayo nimekuletea mtazamaji wangu utaona Yesu Kristo na mitume wake akiwa anainuliwa na anaondoka. Akisha toka pale, mtazamaji wangu, nataka uelewe ya kwamba kazi ya Kristo ilikuwa imekamilika sasa. Miaka 33 katika sayari hii ameishi na sasa amekamilisha ilipokuwa imewekwa katika ratiba ya ukombozi wa sayari yetu. Yesu Kristo akaondoka akawa sasa anaenda kwa Baba yake. Lakini kumbuka siku hii anapoondoka amesema kwaheri kwa mitume, malaika mbinguni na mbingu nzima wakiwa wanajiandaa kupokea Yesu Kristo ambaye ni mshindi. Kulikuwa na sherehe kubwa mbinguni, lakini kulikuwa na malaika waliokuja duniani kumsindikiza Yesu kwenda mbinguni. Kule mbinguni pia katika ikulu ya Mungu Baba kulikuwa na mpango ya shamra kuweza kumkaribisha Yesu Kristo pale. Katika ikulu
pahali ambapo Yesu Kristo alikuwa anaenda kurejea sasa kuwasili pale kupokelewa baada ya miaka 33. Kulikuwa na shughuli nyingi ambayo ilikuwa imepangwa ikisimamiwa na malaika mkuu ambaye anaitwa Gabrieli, akiwa amepanga kila kitu. Basi mitume akasema kwaheri kwa Yesu Kristo, na saa hiyo hiyo kulikuwa na malaika wengi ambao walikuwa katika wingu wakimngojea Yesu Kristo kusema kwaheri na mitume. Hapo Yesu Kristo sasa akalakiwa na wingu, na ndani ya wingu kulikuwa na malaika wengi ambao hawahesabiki, na wote sasa wakaanza wimbo wa msafara wa kuondoka kwa Yesu Kristo kwenda mbinguni. Katika safari hii, mtazamaji wangu, nataka uelewe ya kwamba Ijumaa ile wakati Yesu Kristo alikuwa anaenda kusulubishwa, kulitokea tetemeko la ardhi, na wale wote ambao walikuwa wametoa uhai wao kwa ajili ya ukombozi ya wengine kama mashahidi wa Yesu Kristo walifufuliwa. Siku hiyo yani makaburi sao zilifunguka. Katika siku ya Jumapili asubuhi Yesu Kristo alipofufuka, basi makaburi ya wale ambao ilikuwa imefunguka tu, basi wao wakatoka katika makaburi yao Jumapili hila asubuhi. Na walipotoka hawakuondoka kwenda mbinguni na Yesu Kristo, bali Yesu Kristo peke yake aliweza kwenda kwa Baba yake Jumapili hile. Lakini wale waliofufuliwa, watakatifu wote waliofufuliwa, waliishi kule Yerusalemu wakingojea Yesu Kristo aweze kuwa tayari baada ya siku 40 ili waondoke pamoja. Kwa hivyo wale waliofufuliwa wote, watakatifu wote waliofufuliwa, ambaye hatujui nambari yake, waliweza kungojea siku 40, hawakuondoka siku ya Jumapili na Yesu. Walipaki katika dunia hii kwa muda wa siku 40. Na katika siku ya 40 Yesu Kristo alipokuwa anasema kwaheri kwa mitume, basi malaika watakatifu wakakusanya wale watakatifu wote ambao walikuwa wa mafichoni na wengine walionekana Yerusalemu pale. Kitabu cha Mathayo 27 inasema kwamba wengine walionekana. Basi wakaondoka malaika wakakusanya watakatifu wale wote, wakaingia katika wingu pamoja na Yesu Kristo, na wakawa sasa Kristo anaongoza, wao wakawa wanafuata nyuma. Wote wakaondoka sasa katika msafara ule uliokuwa mkubwa sana, msafara ya ushindi. Yesu Kristo, kumbuka Yesu Kristo ameshinda dhambi. Kumbuka Yesu Kristo ameshinda shetani. Kumbuka Yesu Kristo ameonyesha tabia ya Mungu, amedhihirisha tabia ya Mungu dunia yote, na imejulikana katika Uyahudi wote ya kwamba Yesu Kristo, Mungu Baba ni upendo, Mungu Baba ana huruma, na kwamba yeye ana upendo mkuu kwa mwanadamu. Ndivyo sababu alitoa Yesu Kristo mwana wake wa pekee ili aweze kufa kwa ajili ya mwanadamu. Basi Yesu Kristo akaondoka, akasindikishwa na malaika wengi wakielekea mbinguni. Kule mbinguni kwa Baba akawa amekusanya sasa malaika wote pia mbinguni. Malaika wengi wamekusanyika kule mbinguni, na wengine wako katika msafara wa Yesu Kristo kuelekea mbinguni. Katika kitabu cha Ufunuo kinatoa maelezo haya, jinsi ambavyo ikulu ilikuwa imepangwa. Na Yohana anasema niliitwa niweze kuona vile ikulu ilikuwa imepangwa. Na tutakaposoma katika somo hili utakundua kwamba kulikuwa na watu vikundi tatu, ama vikundi tatu kule mbinguni katika ikulu ya Baba. Mungu Baba alikuwa ameketi katika kiti chake cha enzi akiwa anazingirwa na wale malaika 4 ambao ni malaika wakuu ambao wanaitwa archangels kwa Kiingereza, maana malaika wakuu wa Mungu. Wamemzingira wale 4 wakuu, wamemzingira. Hiyo ni kikundi cha kwanza. Mungu Baba, malaika wale 4, alafu kikundi cha tatu ni wale malaika ni wase 24, ama kwa njia nyingine ni kwamba watu ambao wanawakilisha sayari ambazo ziliumbwa na Mungu, ambao wanaitwa wana wa Mungu. Tuliposoma kitabu cha Ayubu sura ya 1 na sura ya 2, kasema kwamba wana wa Mungu wanaendanga kwa ikulu ya Mungu kila mara baada ya siku kadhaa, wanaenda kupeleka ripoti ya sayari sao. Mkumbuka Adam alikuwa na sayari yake hii ambayo ni dunia, na wale pia wana sayari sao tofauti, na wote wanaporejea katika ikulu ya Mungu, kwa sababu nambari yao ni kubwa sana, haiwezi kuhesabika. Luka tu ya mfano imetumika, wanaitwa wazee 24. Kwa hivyo wazee 24 sio 24 kwa nambari, lakini ni nambari tu ya mfano iliyotumika ili ieleweke ya kwamba wao ni mawakilishi wa sayari zote ambazo Mungu aliziumba, ambazo asiyesabiki. Basi Luka inayotumika katika Ufunuo sura 4 inasema ni wazee 24, lakini kumbuka ni wengi sana, hawahesabiki. Basi Biblia inasema kwamba wazee 24 wakiwa wameketi tena katika mviringo ya pili,
Kwa hivyo mviringo ya kwanza ni malaika wanne wanaozingira kiti cha enzi cha Mungu. Mviringo ya pili ni wazee 24 ama wawakilishi wa sayari zote ambazo Mungu aliziumba. Katika mviringo ya tatu ni malaika watakatifu wa Mungu wanaozingira sasa wale malaika wa hudumu ambao wako katika ikulu ya Mungu. Kwa hivyo mviringo ya kwanza malaika wanne, mviringo ya pili wale wawakilishi wa sayari ambazo hazikuanguka, alafu mviringo ya tatu ni wale malaika sasa wanaohudumu katika ikulu ya Mungu. Malaika wengi ambao hawahesabiki pia. Wazee 24 hawahesabiki. Malaika hao hawahesabiki. Kwa hivyo hivi ndivyo ikulu ilikuwa imepangwa. Na Mungu Baba ameketi katika kiti chake cha enzi akingojea mwana wake aliyekuwa ameondoka miaka 33 iliyopita. Na sasa imewadia saa ambayo Yesu Kristo amepata ushindi juu ya dhambi, na sasa anaondoka duniani akielekea mbinguni. Watakatifu wote wakiwa wanamfuata nyuma ambao walifufuliwa na Yesu Kristo. Mtazamaji wangu, hii ilikuwa ni sherehe kubwa sana. Kumbuka wakati ambapo Yesu Kristo alipo kufa Ijumaa na akashinda shetani, basi ilikuwa ni sherehe kubwa mbinguni. Ilikuwa ni furaha tele mbinguni. Kumbuka malaika watakatifu wa Mungu kwa miaka 1400 walikuwa na taswishi kidogo. Walikuwa na taswishi kidogo ya kwamba je, huenda shetani alikuwa amefukuzwa mbinguni bure bila kufanya chochote, bila kufanya kosa lolote? Basi malaika hawa kwa miaka 1400 walingojea, lakini shetani alificha sana tabia yake na hakuonekana na kosa lolote. Alikuwa anajifanya ya kwamba hana kosa lolote. Lakini wakati Yesu Kristo alipoanza kazi yake ya huduma ya kushughulikia mwanadamu na mpango ya ukombozi, katika miaka 3.5 Yesu Kristo akawa anasumbuliwa sana na shetani, akiwa anapingwa katika kila njia. Lakini hata hivyo malaika watakatifu wa Mungu hawakuona kabisa wazi tabia ya shetani. Na kwa hivyo basi mtazamaji wangu, nataka uelewe ya kwamba shetani alificha kabisa tabia yake na haikueleweka. Lakini ilipofika Ijumaa ile, wakati Yesu Kristo sasa alikuwa asulubishwe, ilibidi shetani atumie nguvu zake zote na akajitokeza sasa. Hapo ndipo shetani alijitokeza na yeye mwenyewe aliongoza malaika zake, wakashughulika wakahakikisha kwamba Kristo amewawa. Wakahakikisha kwamba amemuua Yesu Kristo. Na shetani alikuwa pale yeye mwenyewe. Na wale malaika wa Mungu waliokuwa mbinguni, wale thuluthi 2 waliopaki mbinguni, baada ya wale thuluthi 1 walipofukuzwa na shetani, wote wakatazama msalaba na wakaona vile shetani alimkatili na muuaji, akamuua Yesu Kristo katika msalaba. Basi mtazamaji wangu, ikawa sasa shetani tabia yake imejulikana na malaika watakatifu wote wa Mungu wamehamasishwa. Kule mbinguni sasa kuna kuhamasishwa kwa malaika wa Mungu, na kuna amani na kuna utulivu kabisa ambayo ilianza sasa kwa umilele ya siku zinazokuja, kwamba Mungu amekuwa mshindi, Kristo amekuwa mshindi, na Mungu Baba amekuwa mshindi kupitia kwa ushindi wa mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Basi Yesu anapowasili mbinguni, mtazamaji wangu, kumbuka sasa ni furaha, ilikuwa furaha tele ya kiasi gani. Maana shida ya dhambi imesuluhishwa duniani, na kule mbinguni pia shida ya kutojulikana kwa ukweli wa tabia ya Mungu imejulikana wazi, na malaika wote wameridhika ya kwamba Mungu ni mtakatifu, na Mungu ni mwenye haki, na Mungu asemi uongo, Mungu ni upendo, Mungu ana neema, Mungu ana huruma kwa mwanadamu. Na kwa hivyo basi Mungu akawa amehamasisha kila mtu, amehamasisha malaika zake na amehamasisha sayari zote. Hata sayari zote waliokuwa na ngojea miaka nyingi, miaka 1400 wakingojea kujua ukweli, walijua Ijumaa ile, wakajua kwamba kumbe shetani ni muongo. Basi katika kumkaribisha Yesu Kristo, wale malaika wakawa tayari, wale malaika wakuu wakiwa wamemzingira kiti cha enzi cha Mungu wakiwa pale. Yohana akaonyeshwa ya pili, Yohana pia akaonyeshwa ile mviringo ya pili, wale mawakilishi wa sayari zote ambazo kuanguka. Alafu mviringo ya tatu sasa ikawa ni malaika wote wa Mungu wasiohesabika pia kule mbinguni, wakiwa tayari kabisa kumlaki Yesu Kristo. Wale malaika walimsindikiza Yesu Kristo, na Yesu alipoingia katika ile mlango kuu ya kuingia mbinguni, basi mlango zote zikafunguliwa wazi na Yesu akaingia ndani pale, na malaika watakatifu wote waliomsindikiza Yesu Kristo wote wakaingia ndani pale katika ikulu ya Mungu Baba. Na Yesu, nyuma ya Yesu Kristo, alikuwa anafuatwa na wale watakatifu ambao walikuwa wamebatilishwa sasa, wamefaa kama malaika pia, wakiwa nyuma Yesu Kristo, wakaingia ndani katika ikulu kule mbinguni.
Ili mtazamaji wangu nithibitishe haya, nataka sasa nianze masomo kusoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4 fungu la kwanza, tasoma mpaka fungu la 11 niweze kukamilisha. Muda wetu ni mchache, haitatosha leo hii tuweze kukamilisha mambo yote yanayohusu kuwasili kwa Yesu Kristo kule mbinguni. Lakini kile nitafanya mtazamaji wangu ni kwamba nitasoma kwa haraka sana, kisha nikikamilisha nitaonyesha tena picha zingine ambazo zinaonyesha yale ambayo yametamkwa ama yametajwa katika Ufunuo sura ya 4. Alafu kisha tukisha kamilisha haya tutatamatisha masomo yetu ya siku ya leo, na ngojea mpaka kipindi kinachofuata ili tukuje tufanye uchambuzi zaidi jinsi ambavyo mpango huu wa ukombozi imewekwa. Nami basi nitakupeleka moja kwa moja mtazamaji wangu, tuingie sasa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 4. Nami nitasoma, inasema hivi: baada ya hayo naliona natazama mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Ufunuo sura 4 fungu la 2 inasema hivi: na mara nalikuwa katika roho, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na moja ameketi juu ya kile kiti. Fungu la 3: naye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe ya savi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya sumaridi. Fungu la 4: na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Kumbuka mtazamaji wangu, katika fungu ile la 4, hawa wazee 24, kumbuka ni mawakilishi wa sayari ambazo hasikuanguka. Na ukumbuke hapa wana taji za dhahabu, kama vile mzee wetu Adam alikuwa amepewa taji hiyo. Na nilizungumzia katika somo lililopita kwamba taji hilo la mzee wetu ilinyakuliwa na shetani wakati ule Adam alipotenda dhambi kwa kula tunda. Na kwa hivyo kutoka wakati huo shetani akawa na kofia hii, taji hili la dhahabu kwa miaka 1400. Lakini sasa Kristo akiwa amemshinda shetani katika msalaba akanyakua taji hili. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa na taji la mzee wetu Adam anapoondoka akienda mbinguni kwa baba yake. Fungu la 5 inasema hivi: na katika kile kiti cha enzi kunatokea umeme na sauti na ngurumo, na taa 7 za moto zilikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi. Ndizo roho 7 za Mungu. Ndizo roho 7 za Mungu. Fungu la 6: na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo. Yaani mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na mfano ya bahari ya kioo kama birauli. Na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwako wenye uhai 4. Yaani malaika 4 waliozunguka kiti cha enzi cha Mungu pia wako pale. Wamejaa macho mbele na nyuma. Fungu la 7: na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa tai arukaye. Fungu la 8:
Na hao wenye uhai wanne, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na pande zote na ndani wamejaa macho, yaani ndani ya mabawa yao imejaa macho. Wala hawakupumzika mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuweko na aliyeko na utakaye kuja. Fungu la 9, na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukurani, yeye aliye hai hata milele na milele. Fungu la 10 nasema, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kiti cha enzi, nao umsujudia yeye aliye hai hata milele na milele. Nao usitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, yaani wazee 24 wanafua taji zao na kutupa mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, yaani kwa njia ya heshima kuu. Alafu wao wanainama na wote wanasema hivi. Inasema kwamba wakisema, fungu la 11, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Kumbuka mtazamaji wangu, matamshi ya wazee 24, yaani wale mawakilishi wa sayari zote ambazo hasikuanguka, malaika wanaposema mtakatifu, 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 wale malaika wakuu 4, basi wao wazee 24 wanainama mbele ya kiti cha enzi na kutupa taji zao mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, na kwa njia ya pamoja wote wanasema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiye uliye viumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Wao wanatambua mpendwa, ya kwamba Mungu Baba yeye ndiye aliumba vitu vyote. Hapa ndipo sasa inaenda kinyume kabisa na ile mpango ambayo shetani alikuwa amekusudia kutekeleza mbele ya kiti cha enzi mbinguni, kwamba yeye alitaka kutukuzwa kama Mungu, lakini yeye alikuwa kiumbe. Kumbuka Lucifer ama shetani alikuwa kiumbe, na kwa hivyo alitaka kujipatia hilo, kujitwika heshima hii na utukufu huu ambao Mungu Baba ambaye ni muumbaji anastahili. Basi hapa ndio wazee 24 wanatangaza, wanasema kwamba wewe unastahili kwa sababu wewe uliumba vitu vyote na vilikuweko kwa sababu ya upendo wako, kwa sababu ya mapenzi yako. Lakini yule aliyekuwa hapa zamani, aliyetaka kuweza kujifanya Mungu, yeye hakufanya chochote, hakufanya lolote, na kwa hivyo basi hakustahili heshima ile aliyokuwa anatafuta. Na kwa hivyo mtazamaji wangu, hii ndio inatoa suluhisho kamili kwa yale mambo ambayo yalikuwa kati ya malaika ambao walianguka na wale malaika waliopaki mbinguni, wakiwa wanajadili na kujaribu kuelewa kile kilikuwa kinaendelea katika moyo na mafikara ya shetani kabla ya Lucifer kabla ya kuanguka. Lakini baada ya kujulikana mambo yake yote akafukuzwa mbinguni. Basi mtazamaji wangu, nataka nionyeshe tu kwa haraka sana, kwa sababu muda wetu inayoyoma, uweze kuona kwa ufupi tu picha yale ambayo inasimama kwa niaba
masomo haya, kumbuka picha la kwanza ambayo nimeonyesha hapa ni picha ya Yesu Kristo akipaa akielekea mbinguni, na kule katika wingu aliweza kulakiwa na malaika wengi, akiwa anafuatwa nyuma pia na wale waliofufuliwa. Picha ya pili ambayo ninaonyesha hapa ni Yesu Kristo akipokelewa na malaika wengi. Tazama vile alipokelewa na malaika wengi, wakipiga tarumbeta na vinubi, wakiimba na kushangilia, Kristo akiwa mshindi. Kumbuka hii ilikuwa ushindi mkuu, mtazamaji wangu, ambaye iliweza kufanyika mbinguni na duniani. Na baada ya miaka 1400, Mungu akingojea kwa upendo na kwa uvumilivu, alingojea kusuluhisha kabisa shida la dhambi, na kusuluhisha pia ile mkokoro uliotokea kati ya malaika wa Mungu pamoja na shetani. Basi Mungu akiwa amesuluhisha Ijumaa ile, basi Yesu Kristo sasa baada ya siku 40 anaondoka kwenda mbinguni akiwa anashangiliwa sana na malaika wa Mungu. Shida zote za mbingu zimesuluhishwa, shida za dunia zimesuluhishwa, na sasa katika ufalme wa Mungu yote kuna furaha tele. Kuna furaha tele mbinguni na duniani. Na Kristo sasa anaenda juu, anapaa katika picha hiyo unayoiona akisindikizwa na malaika watakatifu. Alafu kisha picha ya tatu unayoiona pale ni kiti cha enzi cha Mungu mbinguni, ambayo tumesoma katika kitabu cha Yohana sura 4, ambayo unaona pale nuru kuu inayong'aa pale ni Mungu amekaa katika kiti chake cha enzi. Alafu amesingirwa hapa mbele, unaona amesingirwa na malaika wale wanne, yani wale wenye uhai wanne, na malaika wanne wenye mapawa 6 wamesingira pale. Wa kwanza ni kama simba, wa pili ni kama ng'ombe, wa tatu ni kama ana uso kama ya pili ana uso kama ndama, wa tatu ana uso kama mwanadamu, na yule wa nne ana uso kama tai anayeruka. Wote wamesingira kiti cha enzi cha Mungu pale. Lakini nyuma yao utaangalia, mtazamaji wangu, angalia kwa makini. Nyuma pale unaona wazee 24. Hao wazee 24 wamesingira pia kiti cha enzi cha Mungu pale. Hao ndio wanaitwa wazee 24. Na unaona kila mmoja wao hako na taji lake, amefaa taji lake la dhahabu, na wote wamesingira kiti cha enzi cha Mungu, wakiwa hawa ni mawakilishi wa sahari zote ambazo Mungu aliziumba, ambazo asiyesabiki. Ni mawakilishi pale, wako pale. Picha ya pili ya 4 nimejaribu kulete kwa ukaribu sana wale malaika wanne ambavyo wanaonekana, na wao wako na macho mbele na nyuma, wako na macho pia ndani ya mapawa yao, na wako na mapawa 6 pale. Picha ya 5 ambayo inaonyesha pale ni kiti cha enzi cha Mungu, na pia inaonyesha ile upinde ambao imesunguka kiti cha enzi cha Mungu, juu yake imesunguka. Alafu pia kiti cha Mungu kilichotukuka kabisa, Mungu Baba ameketi pale, na unaona pia wale wazee 24 wamesingira kiti cha enzi cha Mungu wakiwa na taji zao. Wote wamesingira kiti cha enzi cha Mungu. Hii ni mfano tu, mtazamaji wangu, hii ni mfano tu ambayo niliweza kulete ili tuweze kuelewana vile ambavyo Yesu Kristo alikaribishwa hapa. Kristo hajawasili. Kumbuka Kristo hajawasili hapa, na akiwasili anakuja kuingia pale pale kwa kiti cha enzi, na anakuja, maana wanakawanya kiti cha enzi na Mungu Baba. Basi Yesu Kristo anakuja kuingia pale na kukaa katika kiti cha enzi cha Baba yake. Wanakaa pamoja, na anakaa katika mkono wa kuume wa Baba, na akiwa sasa amekamilisha kazi yake ya kusuluhisha la dhambi kwa wanadamu, na pia kusuluhisha kwa masisha malaika wa Mungu. Nimeweza kuleta picha ya 6 ambayo nafikiri ni picha ya 7. Nimeleta picha ya 7 ambayo inaonyesha vile Kristo anakaa katika kiti cha enzi cha Mungu pamoja na Baba, wakiwa wamekaa pamoja. Mkono wa kuume ni Mungu Baba, mkono wa kuume wake wa Mungu Baba ni Yesu Kristo, amekaa pamoja pale. Na yeye, unaona tofauti yao vile picha imechorwa pale. Wote wamekaa pale katika kiti cha enzi cha Mungu. Hivi ndivyo Kristo sasa alirejeshwa tena katika kiti cha enzi cha Mungu, na amekaa pamoja na Baba yake. Na baadaye, baada ya kuingia pale, basi Yesu Kristo anakuja kuvalishwa baadaye kofia yake, na analetewa tena na malaika kiti chake, fimbo chake cha utawala analetewa tena. Anachukua usukani sasa na mamlaka kule mbinguni, na ukuu wa utawala wote inakuwa mbele za Mungu Baba. Anakuwa mbele za Mungu Baba tangu wakati ule mwaka wa 31 AD, Kristo akiwa amekamilisha kazi yake ya ukombozi kwa wanadamu.
Basi mtazamaji wangu, picha lingine la 8 ambayo ninaonyesha pale ni Kristo baada ya kukaribishwa mbinguni akaanza sasa kufaa. Alianza kufaa sasa kama kuhani, na hapa unaona picha ya kuhani anapo hudumu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Anahudumu mbele yake kuna ile sanduku la agano, na kuna malaika wawili makerubi ambao wanafunika kile kiti cha enzi cha Mungu na wamezingira kile kiti, na wote sasa wanasimama pale wakiwa na hudumu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu mbinguni. Na hapa mtazamaji wangu, unaona jinsi ambavyo Yesu Kristo anahudumu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Pia tunapo kuja hapa, unaona picha inayofuata ya 9, na picha ya 9 ni hapa tunaona ya kwamba Mungu Baba anapoketi mbele ya kiti cha enzi. Kristo anaonekana pale kama kuhani, na mbele ya kiti cha enzi Yesu Kristo akiwa amevaa nguo zake za ukuu mbinguni. Yeye sasa anahudumu. Na duniani hapa, ukiona picha ambayo iko chini pale, duniani hapa utaona ya kwamba unaona ya kwamba mwanadamu anaomba. Ni picha kadogo pale chini, mtazamaji wangu. Unaona mwanadamu anaomba, na maombi inaenda moja kwa moja mpaka kiti cha enzi cha Mungu mbinguni. Na kwanza inaenda kwa Yesu Kristo ambaye anaomba mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, na anapoomba pale, basi maombi yake inaondoka sasa ikienda kwa Baba, na maombi yetu inakubalika na sisi wote tunasamehewa. Mtazamaji wangu, ninapotamatisha pale, nataka uweze kuelewa kazi kubwa ambayo Yesu Kristo aliweza kukamilisha. Aliweza kutamatisha kazi yake ya uokovu duniani, na sasa tuna uhuru kupitia kwa Yesu Kristo. Tunaomba maombi yetu na msamaha ya dhambi zetu, tunasamehewa. Na tunaposamehewa, tunahesabika kana kwamba hatukutenda dhambi, na majina yetu inatumishwa katika kitabu cha uzima cha milele cha mwana kondoo mbinguni, na inadumu pale milele na milele. Kwa hivyo mtazamaji wangu, leo hii nashukuru ya kwamba tumeweza, Mungu ametubariki kutoka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tumeelewa yaliyo mapenzi ya Mungu, na sasa Mungu akubariki mtazamaji wangu, na tuweze kubaki katika imani hii mpaka wakati ambapo Yesu Kristo wetu atakaporudi mara ya pili. Atatubariki, atakubariki, na tutakuwa tayari kumlaki Yesu huyu, na tutaondoka kwenda mbinguni baada ya siku chache ambazo Kristo wetu amekaribia kurejea. Mungu akubariki mtazamaji wangu mpaka kipindi kinachokuja, tukizidi kila siku kuomba kwa imani na kuweza kumtumaini Yesu Kristo huyu siku zote. Ni ombi langu katika somo la leo. Mungu akubariki mpaka wiki ijayo. Tuombe. Baba na Mungu aishiye milele mbinguni, tunashukuru kwa yale yote makuu uliyofanya kupitia kwa Yesu Kristo, kutubariki na kubariki mtazamaji wangu huyu, na kutuhesabu kwa watoto wako milele na milele mbinguni. Tunajiweka mkononi mwako sasa kwa unyenyekevu, na kusema Mungu wetu, tubariki na utuongoze kulingana na mapenzi yako na neema zako milele na milele. Tuongoze sasa na hata mpaka siku ile Yesu atakaporejea mara ya pili kutupeleka mbinguni. Bariki mtazamaji wangu huyu na muongoze siku zote, na utunze jina lake katika kitabu cha uzima cha milele mbinguni. Nami pia hiwe hivyo mpaka siku hiyo. Ni ombi letu la kipekee tukishukuru kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Amen.